Kama somo hili litakuumiza, basi ujue ndio somo unalohitaji kulisikia katika maisha yako zaidi. Katika ulimwengu huu tunaoishi, hakuna mwanaume mwenye sura nzuri au mbaya baada ya umri wa miaka 30. Ni ama awe tajiri au maskini tu. Kwenye miaka hii ya 30, muonekano wako haukufafanui tena. Akaunti yako ya benki ndio inakufafanua. Kwa hiyo, wanawake hawaangalii uso mzuri, wanaangalia hadhi ambao ulionayo, nguvu na usalama wa kifedha. Kwa umri huu ni lazima uwe umejenga kitu kwa ajili yako, au uwe mwanaume tu mmoja hivi anayesumbuka sumbuka na kuhangaika jinsi ya kuelea juu ya maji ya maisha. Yaani katika miaka yako ya 20, najua ulitegemea sana mvuto na nguvu ya ujana. Lakini baada ya miaka 30, mchezo unabadilika. Hapo ni uwe bosi au uwe mzigo. Uwe unaamrisha heshima au uwe mwomba fursa. Hakuna anayemheshimu mwanaume mzima asiye na malengo, asiye na mali na asiye na mwelekeo. Hakuna. Ni kweli kwamba dunia haikudai chochote, kwa maana ya kwamba kuna wengine watasema ni dunia kwani inadai chochote, sina deni na kitu, sina deni na mtu, ndio natafuta nini wala naangaikia nini. Lakini ujue dunia haikudai chochote, na hata hivyo muda haukusubiri. Kwa hiyo kila siku unayoipoteza ni hatua moja nyingine ya kuelekea kukusaulika kabisa. Wanawake hawaheshimu mwanaume maskini hata siku moja. Jamii inawapuzia wanaume maskini na maisha yanawaadhibu wanaume maskini. Kwa hiyo kazi yako, nidhamu yako na mtazamo wako ndivyo vinavyotenganisha mshindi na asiyejulikana. Kwenye haya maisha hakuna anayejali ulikuwa mzuri kiasi gani wakati ulipokuwa shule sekondari, au ulikuwa na uwezo na mvuto kiasi gani wakati ulikuwa na umri wa miaka 25. Kama wewe ni maskini, hauonekani kabisa kwenye haya maisha. Kama wewe ni tajiri, haupingiki. Pesa ndio huweka sheria ambazo watu wanatakiwa kuzifuata. Hadhi ndio hufungua milango. Nguvu ndio hulazimisha heshima. Kwa hiyo unatakiwa uangalie vizuri, kama vile kodi yako haijali visingizio vyako, akaunti yako ya benki haijali sia zako. Hivyo dunia inavyosogea tu kwa wale wanaochukua udhibiti na kuilazimisha iwaheshimu. Jua ya kwamba kama haujengi utaporomoka, kama haukui utapungua, kama haushindi utapoteza. Kila mwanaume ni lazima achague moja kati ya haya mawili, kuwa mwindaji au kuindwa. Maana mafanikio hayapewi, yanachukuliwa. Nguvu haitolewi bure, lakini inapatikana. Utajiri haupatikani kwa bahati mbaya, unajengwa tofali kwa tofali, moja kwa moja, hatua nyingine, mpaka kufikia nidhamu na maono uliyopanga. Sasa sikia, muda wa kusubiri tayari umeisha, muda wa kutumaini umeisha pia. Sasa ni muda wa kusonga mbele na kujenga na kutawala vitu ambavyo unahitaji kuvitawala. Mwanaume asiye na pesa ni mwanaume asiye na uchaguzi. Hilo ni kujua. Ndio ile unatumwa mpaka unaua mtu kwa hela ya tishu. Sasa ni muda wa kusonga, kujenga na kutawala. Mwanaume asiye na hela anafanya mambo kama mtumishi, sio kama mfalme, na wakati huku unajiita mwanaume ni mfalme. Na utatambua hili ni mpaka pale wakati unapokuwa unaomba ruhusa badala ya kuchukua kila kilicho chako. Unaridhika na mabaki badala ya kudai chakula chenyewe. Brother, dunia ni uwanja wa vita na wapiganaji tu ndio wanaosalimika. Walio dhaifu wanaombaomba tu ovyo, ila wenye nguvu wanachukua hatua. Maskini wanalalamika, lakini matajiri wanapanga mikakati. Kwa hiyo panga mikakati uondokane na umaskini. Kwenye dunia hii, wale wanaositasita wanaachwa nyuma kila mara. Wale wanaochukua hatua wanakuwa hatua kwa hatua, wanaishi vyema. Kwa hiyo unahitaji mission kwenye mambo haya. Unahitaji malengo kwenye maisha yako. Unahitaji kusudi kwenye akili yako. Unahitaji malengo kiasi kwamba kunakosekana kikwazo na usumbufu wa kukufanya ushindwe kufikia maisha unayoyataka. Usiwe kati ya wanaume dhaifu wanaoilaumu jamii. Brother, jiingize kati ya wanaume wenye nguvu wanaoifanya jamii iwe kama jinsi wanavyotaka. Brother wangu, mwanaume ambaye haboreshi maisha yake ni mwanaume ambaye anabomoa maisha yake. Utaporomoka bro. Unaweza kubadilika ama kubaki vile vile. Kama hautaki usijichanganye, jua hivi. Hakuna sehemu ya maisha katikati. Hakuna. Eti mimi naishi average, hakuna. Kama ujengi maisha ya baadaye, unajichimbia kaburi lako mwenyewe. Ni ama we ni masikini wa kutupa au we ni tajiri wa kulea. Hakuna atakaye kuokoa. Tumsubiri Yesu tu kwenye uzima, sio kwenye utajiri. Kuwa mwanaume anayejijali, maana hakuna anayekujali. Tambua hivi, kila imaya kubwa unayoiona imejengwa na wanaume waliokataa kuridhika, wanaume waliothubutu, wanaume waliokabiliana na changamoto moja kwa moja, wanaume ambao hawakuruhusu hofu iwazuie kama wewe. Kama unataka kuwa miongoni mwao, chukua hatua sasa. Chaguo ni rahisi sana. Simama au potezea. Kama bado unatoa visingizio, tayari umeshindwa. Kama bado unalalamika, tayari umejisalimisha. Kama bado unasubiri muda kamilifu, elewa hakuna muda mkamilifu.
Na bila kusahau, unaweza kusoma kitabu changu kinachoitwa Siri ni Gizani. Usikose kabisa kukisoma, maana kitakusaidia kuondokana na matatizo ya mahusiano. Na pia kuna kitabu changu kingine kinachoitwa Tajiri wa Mwakani. Ni kitabu kizuri sana kwa vijana walio na hamu ya kutoboa kimaisha na walio na malengo kabisa na wanahitaji kuyatimiza. Usikose kabisa kusoma hiki kitabu cha Tajiri wa Mwakani kama wewe ni kijana, kitakusaidia kupata akili ya upambanaji ili uweze kutoboa kwa mwaka mmoja na lengo lako moja kuu. Namba yangu mwenyewe hiyo hapo juu. Tuma neno PDF nikutumie kitabu ufaidike. Niambie utajenga lini maisha yako? Utaamka au utaendelea kulala? Tuongee kwenye comment. Tumia hekima tu utanielewa. Mission ya EJS Speaker ni kukumwagia ukweli ya maisha ili kesho uache kuitwa trash, uanze kuitwa maana. Jiunge nasi kwa kusubscribe EJS Speaker YouTube channel yetu, na sio mwingine ni wako Mwalimu Kelvin Mdume. Hii ni EJS Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.